Mashabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama DRC Congo ni miongoni mwa mashabiki waliovutia zaidi katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON. Kila mara timu ya Kongo inapocheza, viwanja hujaa rangi, nyimbo, ngoma na shangwe zisizo na kifani. Kwa mashabiki wa Kongo, soka si mchezo wa kawaida tu. Soka ni sehemu ya maisha yao, ni alama ya umoja wa njia kuonyesha uzalendo wao kwa taifa lao. Wanapovaa jezi ya taifa na kuingia uwanjani, wanabeba matumaini ya mamilioni ya wananchi wa Kongo waliopo nyumbani. Kipengele kinachowatofautisha mashabiki wa Kongo na mashabiki wengine ni namna wanavyounga mkono timu yao kwa nidhamu na heshima. Wanaimba kwa sauti, wanacheza ngoma za asili, hutumia midundo ya kitamaduni, huhamasisha wachezaji wao. Kila wimbo wanaoimba ni ujumbe wa matumaini, mshikamano na mapenzi ya taifa lao. Katika baadhi ya mechi za AFCON, mashabiki wa Kongo wamekuwa wakionyesha wakiwa na picha au alama ya viongozi wa kihistoria kama Patrice Lumumba. Hii inaonyesha kuwa soka kwao ni zaidi ya mchezo, ni kumbukumbu ya kihistoria, mapambano ya taifa lao. Uwanja wa mpira hugeuka kuwa jukwaa la kuimba historia ya Kongo na Afrika kwa ujumla. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba mashabiki wa Kongo hawatakiwi kukata tamaa kirahisi. Hata timu inapopoteza mechi, wao huendelea kuimba na kuishangilia timu yao. Hawatumii lugha za matusi, vurugu, bali huonyesha ukomavu wa mapenzi ya kweli ya soka. Kupitia AFCON, mashabiki wa Kongo hutumia ujumbe mzito kwa Afrika na duniani kuwa soka ni la Afrika, lina utamaduni, lina historia na lina roho ya kipekee. Wanathibitisha kuwa mashindano haya si ushindi pekee, bali ni kuonyesha utambulisho wa Afrika. Kwa ujumla, mashabiki wa DRC Congo katika AFCON ni mfano wa mashabiki wanaoipenda timu yao kwa dhati. Wanawakilisha taifa lao kwa heshima, wanahifadhi utamaduni wao, wanathibitisha kuwa soka lina chimbuko na umoja wa Afrika. Hii ni Alute Media na mimi ni Salim Alute.